Mtazamaji wa 24, karibu sana. Ni siku nyingine ambayo tunaendelea kuletea mawili matatu ambayo yanahusiana na habari za kimichezo, lakini kubwa zaidi nataka kuambia sasa hivi, kama wewe ni mpenzi wa michezo, hakikisha una subscribe YouTube channel yetu 247 Media. Usahau pia kulike, kucomment, lakini pia kule Instagram tunapatikana kama 247 Media. Siku hii ya leo tupo hapa na wakili msomi, shabiki wa Simba. Siku ya jana timu ya wekundu wa Msimbazi Simba iliweza kupata draw yake pale Dodoma katika dimba la Jamhuri dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia kwa upande huku wa watani wa jadi, wao mambo yalikuwa si mabaya, ambapo walipata ushindi wa magoli 5-0 dhidi ya JKT. Kwanza kabisa pole sana wakili msomi. Kawaida. Mmeshazoea, mashabiki wengi wanasema mmeshakuwa na mioyo migumu. Hapana, sio kuzoea, ila ni kawaida kwa mtu anayefahamu matokeo ya mpira. Ni jambo la kawaida kushinda, kusale au kufungwa. Kwa hiyo matokeo ya jana ni moja ya matokeo ambayo ya mpira wa miguu ni kawaida. Tunaona wewe kwa mfano Man U yako inavyokutesa. Uko nafasi ngapi? Mimi Manchester City. Si hiyo jezi najieleza. Tena ya muda mrefu kabisa. Mdhamini wa maana kabisa enzi hizo. Hebu tuende tukautizame mchezo wa siku ya jana wa Simba. Nini hasa ambacho unaona kiliweza kupelekea kupata draw? Ulikuwa ni mchezo wenu mzuri kabisa wa kuweza kujifua ili kuweza kupata matokeo mazuri katika dabi mbele. Nafikiri kikubwa ni matokeo ya mpira, kwa sababu ukiangalia tangu mechi inaanza mpaka inaisha, kila kitu kilikuwa upande wetu. Kasoro mpira tu kuingia wavuni ndio kitu ambacho tumefeli. Kwa hivyo niseme tu moja kwa moja ni matokeo ya mpira, hakuna lawama katika upande wowote. Dodoma Jiji walijipanga, walijiandaa vizuri. Nafikiri ulikuwa unaona walijaribu kidogo kipindi cha kwanza kutaka kufunguka, kutaka kupishana, lakini walivyoona kwamba itakuwa zahama wakarudi, wakawa wanacheza katika mpango mkakati. Asilimia kubwa walikuwa wanazuia. Kwa hiyo si jambo rahisi. Ukiangalia pia naye kiwanja sio rafiki. Kiwanja hakikuwa kinaturuhusu kufanya kile ambacho sisi tulikuwa tunakihitaji. Hasa ukiangalia player wetu wote ni watu wa viwango vya juu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunahitajika kuwa na machakalamu. Nikisema machakalamu ni wale ambao wanaweza kucheza kwenye kiwanja cha aina yoyote. Kwamba mechi hii inahitaji mpango mkakati, tunaenda uwanja wa Sokoine, basi tutatumia kikosi gani? Hivyo vitu vinahitajika, lakini sioni kama kuna cha zaidi ya mpira kukataa kuingia golini. Kila kitu tulifanya. Sasa morali kwa upande wa mashabiki wa Simba ni kama imeshuka kuelekea dabi tarehe 1. Bado zimesalia siku 3 tu kuelekea katika mchezo huo. Kwa namna ambavyo umeona matokeo ya siku ya jana kwenye ligi kuu, hii itakuwa ni draw yenu ya pili sasa. Mmeshapoteza alama 4 mkononi. Hii aoni inaweza ikawa ni ngumu, hasa katika mchezo unaofuata, kwamba ni lazima ushinde ili kuendelea kubaki katika nafasi nzuri. Ndio kwanza jana tumefikisha mechi ya 10 kwa sisi ambao tunafukuzia ubingwa. Tukizungumzia wale ambao tunafukuzia ubingwa ni Simba na Yanga, ndio kwanza tumecheza mechi 10. Kwa hiyo kwenye mechi 28 kuna mechi 18. Ili sio swala la mchezo. 28 30, kuna mechi 20. Timu 16 mechi 30. Kuna mechi 20. Nafikiri sio jambo jepesi kusema kwamba pointi 4 tu focus. Nafikiri wewe ni Mani, mimi ni Arsenal. Timu yangu ya Arsenal ilikuwa inaongoza kwa pointi ngapi? Na saa hizi ukiangalia uwiano, mimi mwenyewe naogopa. Kwa hiyo tayari Jumapili tunaenda kupunguza gap la pointi 3, inabaki pointi. Kwa hiyo ikibaki pointi 1 tunapiga hesabu kwamba muda na wakati wowote Jumapili tunakwenda kupunguza gap la pointi 3. Kwani hujasikia vizuri? Sijasikia vizuri. Mimi nashangaa unaponiambia kwamba mashabiki wa Simba wameshusha morali. Morali gani ambayo inaweza ikashuka kwa shabiki? Yaani wewe kwa shabiki aliangalia mechi ya jana, hiyo morali inaondoka vipi? Wanasema mtaingia kama underdog. Hakuna, kwa sababu labda ametufunga mfululizo ndio underdog unatokea hapo, lakini ukienda kwenye rank ya viwango, sisi tutaingia kama giant au wataingia kama underdog. Wanashika nafasi ngapi wa Afrika? Sijia 10 na sijia ngapi huko. Mimi bado wamepanda. Lakini bado hawajanivuka mimi. Au wamenivuka. Mimi bado nasimama kwao, mimi ni bora kwenye bara la Afrika. Sidhani kama ni nadanganya, kwa sababu mimi nasimama wanane, kawatafute hao walipo. Sana wakisogea watakuwa wameingia kwenye 10 bora. Kwa hiyo bado hao watakuwa kwangu kwa ubora wa vilabu. Hao kwangu ni underdog. Hata kesho atoke makundi kwa kukufunga, kwa kunifunga, atasimama kwenye hiyo rekodi. Amenifunga mara nyingi mfululizo.
si ndio manake? Lakini ukumbuke pia amenifunga hata hii tunaona, naangalia dabi hapa, umeona hii hii dabi Hamis Tambwe anafunga goli la mkono. Mwao amenifunga, kwani hajanifunga? Goli la mkono, na muamuzi anasema, nafikiri alikuwa sijui Israeli Mkongo yule, kitu kama hicho. Kwa hiyo ukiangalia hata hizi dabi zao wanazohesabu mara 6, mimi ndio maana nazihesabu mara 2, sababu kuna dhuluma nyingi imetokea. Kwa hiyo hakuna moral. Yani nikiangalia kikosi wewe, kwa mfano wewe ulivyomwangalia Ino jana, kuna beki ya Yanga inaweza ikamzuia? Muangalie yule mtu, muangalie jinsi ambavyo anavuja jasho. Kuna beki ya Yanga inaweza ikamzuia? Hapo tukubaliane tu. Yani kuna daraja kwenye kikosi cha Yanga, kuna daraja la Ino yupo. Kaangalie kwenye kikosi cha Yanga kuna daraja la Oula. Kwa sababu vitu, mpira ni mchezo wa wazi na wote tunauona. Usiangalie kwamba jana wameshinda 5. Angalia namna ambavyo magoli wanafunga na nini. Watoto wanaenda mpaka golini afu wanakataa kufunga, wanarudi. Na ndio maana mimi nitaendelea kubaki kuwa bora. Yaani unamaanisha? Mimi sijui. Ndio maana mimi nitaendelea. Mechi imeuzwa. Mpira wetu na mambo mengi sana. Kwa hiyo tuendelee kuangalia. Jana JKT walikuwa hawafiki, hawachezi vile ambavyo tumewazoea. Walikuwa wana relax, wanapishana na Yanga. JKT lini wanapishana na timu kubwa? Wewe ushawahi kuwaona? So walienda kwa kujiamini. Unajiamini vipi yani? Mbona wacheze na sisi kwa kujiamini kama vile wapishane kama tujatia 10 wale? Wapishane si kwa jaribu yani kupishana, kwa sababu sisi tunaitwa lunyasi, sio kwa kubahatisha, kwa sababu ya mpira. Kwa wapishane siku. Au Yanga yenyewe wakicheza sisi hawapishani. Utasikia tu wanafika milini, wanafika ndio hivyo. Wapishane. Yaani Jumapili wale Yanga wapishane na sisi. Yaani nishamweka Kagoma chimba dawa. Sawa we Gwe kacheze namba 8 pale, namba 10 kacheze Chama, alafu Mbavu Loemba, Mbavu Oula. Umeona Dupe? Ana maajabu gani yani? Anaendelea kufunga kama kawaida yake. Anaendelea kufunga. Acha afunge, si ndio maana nimekwambia kwenye mechi ngumu wewe umemwona Dupe? Anakungoja wewe. Dupe kwenye mechi ngumu umemwona? Si jana. Mimi yani. Jana unahesabu mechi ngumu? Kuna mechi ngumu inakuwa na goli 5. Tunazungumzia kwenye mechi ngumu. Yaani kwenye mechi ngumu tunazungumzia kwamba ushamuona Dupe na Al Ahly. Ulimuona Dupe na Namungo? Ulimuona? Sio mechi kama ya jana ile unasema kabisa nacheza nyumbani KMC kushinda lazima. Hiyo vitu hauwezi kupiga hatua kwenye mpira. Ndio maana nakwambia sisi tutaendelea kuwa wafalme wa Afrika kutokea Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Sisi tutaendelea kuwa wafalme kwa sababu mechi kama zile ndio sisi zinatufunza, zinatukomaza. Umeona wale Dodoma? Sasa ngoja uone mechi ijayo. Yanga si wataenda pale. Kwanza ghafla binivu tunza hii uwanja Yanga hawatocheza ule. Uwanja gani? Ule wa Dodoma ule. Jamhuri. Mechi ya Yanga na Dodoma haitochezwa pale. Kwa nini? Na hiyo kwamba uwanja mbovu. Yaani iko wazi kabisa. Sababu itatafuta neutral ground, wataenda kucheza. Yaani hiyo weka hiyo. Nakwambia kabisa hii tunza. Yaani hili siti na iweka leo. Yanga hawatocheza pale. Umeelewa Hilo la kwanza. Lakini la pili, utaona namna kikosi ambacho kitaenda kupangwa. Kuna walezi na wadhamini, kuna baraza la wadhamini, upande mwingine kuna walezi. Ni hivyo yani. Ya sasa tunafanyaje na ubingwa tunautaka? Tukae jamani, inakuwaje hapa familia? Vipi? Hivyo vitu vipo. Umeelewa? Yaani kwenye nchi zilizoendelea za mpira, Yanga ingekuwa ishawakuta siku nyingi yale wakuta Juve. Miaka kadhaa iliyopita, sijui ulikuwa ushaanza kupenda mpira? Ulikuwa bado? Huna record kama Juve alishawahi kushushwa daraja. Basi yani ingekuwa inafuatwa hivyo kwa nchi zilizoendelea. Yani kwamba sasa Tanzania tuko serious kwenye swala la ufuatiliaji wa mpira wa miguu. Yanga saizi wako daraja la 3 kwa matukio ambayo wanayafanya. Kweli hayo? Unataka tena nikwambie nini? Hivi kwa mfano, alishawahi kusema Kabwili Ramadhani yule kwamba yeye ameahidiwa gari. Yaani kale katoto ndo mechi ya kwanza kwenda kucheza pale na Simba eti kiahidiwe gari. Kile kitakiwa kiminywe kende mpaka kiseme.
kwamba aliyekuahidi tutajie. Ule ni uongo. Matukio mangapi tunayaona kwamba ya ufujaji. Yanga saizi ukienda kwenye shirikisho la mpira wetu, ukienda pale kuangalia, msimu uliopita wamekataa viongozi wote wa bodi. Walifanikisha hilo hawajafanikisha? Ushawahi kuona wapi duniani? Wewe ulishawahi kuliona hili duniani kwamba kuna klabu inachagua viongozi wa kuwaweka madarakani waongoze mpira? Ushawahi kuona shirikisho gani? Tanzania imetokea, na Yanga wamesema kwamba hatuwezi kucheza dabi mpaka fulani aondoke, kaondoka. Hatuwezi kucheza dabi mpaka Mguto, yani Mguto, Kasongo na watendaji wengine wote. Ushawahi kuona hiyo? Hakuna kitu kama hicho. Tarehe moja hapo una mtihani mkubwa. Nani ana mtihani? Tarehe moja waje, yani sisi tunaenda kucheza mpira. Sio wametupeleka Zanzibar. Sisi tunakwenda. Mimi mwenyewe nitaondoka tarehe 28. Wanasema dabi inashindwa ndani na nje. Nie nje mnapaweza? Nje? Nje katika mazingira gani? Sijui sasa. Uko nje sasa, ukienda utawashusha daraja. Yani ukienda kupekua nje aina gani, Yanga wanashusha daraja. Kwenye zile imani zenu mbuzi, sijui wazee mlikuja nao pia Simba mkazuiliwa kuingia katika uwanja. Yale mambo aliyofanya golikipa Dodoma Jiji jana. Ndio kama yale yani. Yani sisi tena tuendelee huko. Yani na sisi tuende na viilizi. Hayo tunawaachia akina Yanga kushukuru mageti. Si huko tushavuka pia. Yani si wakati tunaenda kusoma kwa Al Ahly. Kwa sababu sisi wakati tunautafuta ufalme wa Afrika tulipita kwa Al Ahly, tulipita kwa Wydad, tulipita kupata hayo masomo. Mamelodi pale tulipita. Umeelewa? Yanga rafiki yao TP Mazembe, wakati TP Mazembe yashafeli, wakamchukua TP Mazembe aje kujifunza Jangwani. Wewe unategemea Mazembe ajifunza nini kwa Yanga? Lakini wakati huo yeye yupo kwenye anguko. Lakini sisi tulipita kwenye vilabu ambavyo mpaka sasa vinafanya vizuri. Ukimzungumzia Al Ahly ndo rafiki yetu sisi. Umemwona Omdumande? Al Hilal ndio rafiki yetu. Kwa hiyo vinasaba, ukitaka kupiga hatua za maendeleo ya kimaisha, basi jipambanue. Hata kama huna kitu, wewe jitahidi kwenda kupanga sehemu ambayo pamechangamka, pana watu ambao wana uweledi. Ukitoka hapa ukapange Temeke, manake wewe utakuwa moja wa vunja nazi. Ndio nakwambia mimi. Yani maisha ndio yako hivyo. Juu unanielewa? Lakini ukitoka hapa, yani kuna utofauti wa bouncer wa Masaki na bouncer wa Mbagala. Bouncer wa Mbagala atakunywa maji ya aina yoyote. Si umeelewa? Mabouncer sio wana zile kawaida kwamba anaenda, anakaa labda baa hivi, anaagiza kinywaji afu anatulia tu namna hii. Umeelewa? Hana maajabu, lakini kinywaji chake ni maji. Ya anatafuta michongo. Sasa unategemea michongo wa bouncer wa Mbagala itakuwa sawa sawa na bouncer wa Masaki. Bouncer wa Masaki ataagiza Kilimanjaro japokuwa hana hela. Huyu huko ataagiza nini acha ndugu yangu. Usijui unanielewa. Kwa hiyo unaona hili daraja ambalo sisi tupo na hao wapo. Yaani sisi wakati tumedrop, lakini ukizitafuta robo finali tunazo karibuni mara 3. Yaani hatujachukua ubingwa kwenye miaka 4, tumeenda robo finali 3 za CAF. Hawa waliochukua ubingwa wameenda robo finali ngapi? Maana kuna madudu nyumbani kwako unayafanya na kufanya uwe bingwa. Sio bingwa wa kihalali. Bingwa halali hawezi kuwa hivi, yani kwako wewe mzima unawabonda watu 5 ngapi, alafu kwenye kutafuta goli moja uende robo finali huwezi. Lakini hapa utasikia Dube Pacome la 6 hivyo, yani hizo stories zitakubakisha tu. Sasa kila mtu na ubabe sehemu yake. Kwa hiyo ubabe wake Yanga uko Tanzania tu. Akitoka nje ya Tanzania ndio kimataifa. Shughuli imekwisha. Sasa haiwezi kuwa bora namna hiyo. Ndio maana yule mlopokaji saa mbovu muda mwingine inaongea ukweli. Jana Mchome anasema dabi ipelekwe mbele. Shabiki mwenzako. Shabiki mwenzangu nani? Shabiki mwenzangu wa mpira au shabiki mwenzangu wa timu moja Simba? Timu gani? Simba. Mchome gani? Kuna Mchome mwingine au? Mchome wapo wangapi hivi kwanza? Yaani unaosema Mchome kuna mwingine au Mchome huyu mwenye mashaka kwamba hajulikani jinsia gani? Anasema dabi ipelekwe mbele kidogo. Kwa sababu anaogopa Yanga. Wewe unaweza ukaamini wewe ni shabiki wa Simba? Shabiki wa Simba ndio kama mimi hapa. Yaani unikute nimevaa jezi, sijavaa jezi, niko real. Huyo ndio shabiki wa Simba anavyokuwa. Sawa. Shabiki wa Simba
anaikumbatia timu yake na kuendu kwa muda ambao wa matatizo na muda ambao wa furaha. Yani wewe umeshinda, umefungwa kama wewe ulivyo. Nimekutolea mfano, japokuwa unataka kukingeuka kusema kwamba mimi Man City ni mani tu. Yani ukishaanza mimi mani ujahama, nikikwambia mimi Simba ya Uganda tayari ni Simba, umeelewa? Kwa hiyo ukinizungumzia sijui Mchome, mimi sijawahi kuona ushabiki wake wa Simba. Ndio wale tu watu wanaotafuta content za kupata tonge. Yes. Umesikia sakata la Soa? Jonathan Soa, Simba mweusi. Ni hadisie. Za chini zinasema kwamba yeye ndo anawezekana akawa ni ndo jasusi wa hapo Simba, anatoa taarifa zenu. Wewe unaamini kwamba Soa anaweza akawa jasusi? Nasikia ameitwa kwenye kikao. Hata wewe unasikia? Ameitwa. Sasa mimi nakuhakikishia Soa hajaitwa wala haitwi. Ana matatizo ya kifamilia, ametoka Dodoma, amekuja Dar es Salaam kushughulikia dabi Jumapili. Tulieni. Kwani vitu si vipo? Mnapata shida sana Yani mimi Yanga hata nisipoweka forward kwa mechi na mfunga. Hata asiposimama Mwalimu, asiposimama yule bwana mdogo nani, asiposimama Soa, naenda kumfunga. Sinachezesha tu viungo wanatosha. Kwani kuna mashaka gani? Yani wewe kwa beki ile, umeona alichokifanya Baka jana? Ulikiona? Kimekulizisha kama mpenda mpira? Hapana. Unazungumziaje lile? Lakini pia Selemani Mwalimu naye ana lake. Ana lake lipi yani? Jana hukuona alichokifanya? Yani wewe unahalalisha dhambi kwa dhambi. Mimi niuliza kuhusu hilo mpaka mimi nikuulize Baka. Ndio tunaendelea huko. Tusiendelee kwa tumalize hili. Mimi la Baka Mwalimu mimi sijaliona. Labda unionyeshe. Ila wewe umekili la Baka umefanyaje? Masaa 72 mwisho lini? Yetu kuzungumzia masaa 72 ni siku 3. Kwa hiyo kuanzia jana tunasikilizia kesho tamko litoke. Umeshaanza kufurahi sasa hapo. Haiwezi kunifurahisha kwa sababu mimi nilikuwa namtaka Baka asimame pale nyuma. Kwa matukio kama yale. Si watawapunguzia kazi? Anampunguzia nani Baka? Huyu Baka aliochoka kuliko hata ugali wa asubuhi. Baka amechoka. Baka ametumika kwa kudungwa, amechoka. Yani ukizungumzia Yanga imechoka. Ndio maana mimi natoa tahadhari. Yani kudungwa nini? Tahadhari. Amedungwa sindano. Kwenda kwenye dabi. Kwani si walituonyesha Azam? Kwani si tungeajua yale? Wakati wanahama Chamanzi kilitokea nini? Au umesahau hayo? Anaongeza nguvu. Si masindano yale. Sasa kwani hivyo vitu si vipo? Ndio maana nimekwambia mimi, ingekuwa timu ya mpira, ingekuwa mpira unafuatiliwa Tanzania, Yanga itakiwa ashuke daraja, tena sio la kwanza wala la pili. Apotezwe kwenye ramani ya mpira. Kwa sababu Azam wametuzihirishia kwamba Yanga walikuwa wanatumia masindano kwenye viumba vyao. Kwani ile ilikuwa siri? Kwani nitakuja kuhojiwa mimi kwamba hili ni jambo la siri pia? Siri kwa wewe si uliona? Na mimi si niliona. Na wote wapenda mpira Tanzania tuliona. Sasa vile na vilikuwa vinahitaji ushahidi gani? Ndio maana saa hizi utasikia huyu majeruhi anaumwa tena, huyu hivi, wanawadunga sana watu masindano. Pome na anaelekea huko Zanzibar. Mzinze vipi? Bado anaumwa. Si alirudi? Vitu wa vigandi. Amejitonesha. Kujitonesha vipi? Huwezi kumpa tiba ya mtu unamwambia miaka 23, unampa tiba miaka 23 wakati ana miaka 38. Wewe mtu ushaambiwa kawa boda. Mtu ushaambiwa ana watoto 3. Wa kwanza darasa la 7. Huyu mtu ana miaka hiyo 23, watoto 3, wa kwanza darasa 7, tena darasa 7 mwaka juzi. Manake mwaka huu, yani tunaposema hivi, tayari ni form 2. Sasa kama mtu mwenye mtoto wa form 2, sinione hivi mimi hapa wakili msomi, mimi mzee ujue. Mtoto wangu wa kwanza mimi ni form 4. Sio mzee mimi. Sasa kama mimi mzee, simepishana kidogo na huyu bwana mdogo. Ndio ukweli. Sasa kama unaenda kumpa tiba, unaenda kumpa, hata Michael Essien amefeli dakika za mwisho kucheza Ulaya kwa sababu ya majeruhi yasiyopona. Kwa hiyo tiba na umri haziendani.